Kwa majina yangu naitwa Apostle Stanley Kiama Mbogo na mimi ndiye director wa kikundi cha National Prayer Warriors ambacho kile kikundi kimebeba kila kanisa, ni interdenominational, sio la kanisa moja. Na hao watu ambao unaona nyuma yangu ni wale ambao tumekuwa tukiomba na wao, na sisi tunaombeaga nchi, familia na kanisa, kwa sababu tunajua familia ikipona kanisa limepona, kanisa likipona nchi, taifa imepona. Kwa hivyo haya maombi tumeandaa katika uwanja wa STEM Hotel hapa nje, kwa hii uwanja ya nje, na tumekaribisha kila mmoja, uwe umeokoka uwe hujaokoka, kuja kwa sababu wewe una ule Mungu ambao unaombaga na Mungu wako anakusikiaga. Kwa hivyo tunawakaribisha nyote mkaweze kuja, mzee, mdogo na mkubwa, watu wote wakuje kwa mkutano ili tuombe Mungu wetu. Kesho, na ni kuanzia kesho saa 2 kuendelea, itakuwa ya masaa 24 mpaka siku hii nyingine saa 2. Tarehe ni 1 kwenda mpaka tarehe 2. Tulale hiyo usiku tukikesha mpaka tarehe 2. STEM Hotel Nakuru. Kwa hivyo karibuni nyinyi wote tumwabudu Mungu. Kwa majina yangu ni Reverend Maina. Tuko hapa siku ya leo kwa uwanja tukiwa na lengo la kuweza kuwa na maombi mahali hapa ambayo ni ya kuombea nchi, ambayo itaanza leo, itaanza kesho siku ya Ijumaa saa 2 ya asubuhi mpaka Jumamosi saa 2 ya asubuhi. Kwa hivyo kutakuwa kushida mchana kutwa na kukesha katika maombi mpaka saa 2 ya asubuhi yake. Na kwa hivyo hii sio ya kwanza kuwa ikihudumiwa katika nchi ya Kenya, kwa sababu ya kuombea nchi. Imechafanywa mahali pengi, imefanywa kama Murang'a, imefanywa kama Kiambu, imefanywa pande za Nyeri huko na mahali pengine pengi. Na kwa hivyo nataka kuelezea ya kwamba hii maombi si ya kanisa fulani. Hii maombi ni ya makanisa yote. Yoyote ambaye anaweza kuhudhuria amepewa nafasi yake aweze kuvika, kwa sababu hata ambao hawana Mungu ndani yao wasijielewe kana kwamba hawana Mungu, wajue anaishi kwa sababu ya Mungu. Waje waweze kunena jambo kwa sababu ya nchi yao. Kwa sababu ya hayo yote, yale naweza kuenenda kuongeza kusema ni ya kwamba yale yote tunayopitia ni kwa sababu nchi yetu ni nchi ya Kenya, na katika Kenya yetu hakuna atakayeondoka masikini wala tajiri. Na kwa hivyo sisi ambao ni wacha Mungu ndio tunaohitajika kuweza kusimama kwenye mwanya ili tukaweze kufanya lolote linalotekelezwa katika nchi liweze kuenenda sababa na mapenzi ya Mungu, kwa sababu hiyo ndio haki yetu sisi ambao tumeokolewa. Na lingine lolote lile ni vizuri tuelewe na kujua ya kwamba baada ya yote katika hali ya siasa na mambo mengine yatakayokuja, tungelitaka yote yaweze kuwa katika hali ya usalama salamini, na katika baada ya siasa tuweze kuishi katika nchi ya Kenya ambayo iliyo na amani na furaha ya kiungu, ili kuweza kuwa nchi ambayo inayotajika katika hali ya ucha Mungu katika nchi ya Kenya. Kenya hatutaondoka, tutakuwako sisi wote. Na kwa hivyo tukitaka amani, tunataka amani kwa sababu amani ikipatikana, hata yeye kiongozi atakayepeanwa na Mungu ataongoza nchi kwa amani. Tukisha amuka na Mungu aweze kukalia kiti ya Kenya, awe ndiye Mungu anayetamaraki na anayetenda wema wake katika nchi yetu. Kwa hivyo ninasema Bwana awalete kwa wingi, kwa sababu
unahitajika wewe, mimi ninahitajika, na hata yule hajafikiwa na hii ripoti aweze kuambiwa na yeye amepokea, wote waweze kuletana, kwa sababu wote wanamhitaji Mungu na wanahitaji nchi nzuri ambayo itakuwa ikiendelea mbele kwa amani, tuweze kuona kile tunachostahili kutoka kwa Mungu wetu, na Bwana awabariki. Nataka niwaonyeshe vile ambavyo tunaendelea. Uwanja ni huu wa STEM, mahali Ezekiel alikuwa amefanyia mkutano karibu na junction ya Pipeline, na ni kwa hii hoteli ya STEM. Mnaangalia, mnaona hema ndio hii tunaendelea na kuweka. Kwa hivyo kesho asubuhi hii kitu itakuwa imewekwa kila kitu, watu wa mashini watakuwa wamepanga kila kitu, na mkutano utakuwa ukiendelea vizuri. Kwa hivyo nawakaribisha nyinyi wote muweze kukuja, na ili tuweze kuomba Mungu na ili Mungu aweze kuiponya nchi yetu. Na kwa hivyo nakaribisha watoto wote, nakaribisha wazee wote, nakaribisha wamama wote na hata majenzi. Karibuni nyinyi wote mkuje tuombe Mungu wetu, kwa sababu anasema kwamba ikiwa tutamuita na tujinyenyekeshe, atatusikia akiwa mbinguni na ataiponya nchi yetu. Kwa hivyo tunaomba uponyaji katika nchi ya Kenya, katika siasa za Kenya. Mungu alete uponyaji na ili mambo yaendelee vizuri. Karibuni nyinyi wote na Mungu awabariki mnapojiandaa.